Mambo vipi mtazamaji wa SAUT TV? Karibu tena kwenye Girls Standard kwa msimu huu wa 6 ambapo utakuwa nami Pendo Abdallah tukizungumzia mada mbalimbali zinazowahusu wasichana. Mada mezani hii leo, je, ni sawa kutafsiri tabia ya msichana kwa kuangalia mavazi? Kama tunavyojua, jamii nyingi za Kitanzania na Afrika kwa ujumla zinahusianisha kati ya mavazi na tabia ya msichana. Je, swala hili ni sawa? Katika kujadili hili sitakuwa peke yangu. Nitakuwa na Teddy pamoja na Devota. Ungana nami hadi kufikia tamati. Karibuni sana. Asante. Kwa niaba ya watazamaji wetu, mngejitambulisha ili wawafahamu zaidi. Kwa majina naitwa Devota Richard, natokea Dodoma, ni mwanafunzi wa Public Relation mwaka wa 3 katika chuo cha Mtakatifu Agustino. Karibu sana Devota. Asante. Kwa majina naitwa Teddy Babayo, ni mzaliwa wa Mara. Niko Mass Communication mwaka wa 2 katika chuo cha Mtakatifu Agustino. Hapa nipo na waongeaji wenzangu. Sawa, tukianza kuangazia mada yetu. Ni sawa kwa msichana kutafsiriwa tabia yake kwa kuangalia namna anavyovaa? Kwangu mimi hapana. Kwa nini hapana? Yaani kuna uhusiano mdogo sana kati ya mavazi na mtu. Kwa sababu mavazi yanaeleza heshima, utu, kujiamini, na pia mavazi yanaeleza lifestyle ya mtu. Ukizungumzia hivyo unanichanganya kwa sababu sasa hivi naona watu wengi wasichana tena mabinti ni wa dini tofauti wanavaa mavazi ya dini hii huku. Yaani niseme watu wengi sasa hivi wanavaa mabaibui, yani kama fashion. Haya, tunaweza tukasema kwamba tabia za watu ambao wanavaa mabaibui ni wote wanaovaa mabaibui wana tabia nzuri. Wafu, yani sote wanaovaa mabaibui wana heshima. Kitu kingine ambacho anachoelewa kwa ajili gani watu wanaweza kutafsiri tabia ya mtu ya mwanamke na mavazi, kwa sababu mavazi, mtu anavaa mavazi marefu kutokana na sehemu fulani au kwa sababu ya mtu fulani na kwa maana anavaa mavazi marefu. Kwa mfano hapa chuoni mtu anavaa mavazi marefu kwa sababu ya mtu fulani au kwa sababu anataka kuingia darasani na kwa maana anavaa mavazi marefu. Ila akitoka nje tabia yake haionyeshi, kwa tabia yake inakuwa sio nzuri, anatukana. Tabia haiwezi kuonyesha kwa kuangalia mavazi. Tabia inaelezwa kwa matendo ya mtu. Kwa hiyo ina maana hapa wanafunzi wa St. Augustine wote wanavaa mavazi marefu kwa sababu ya kuogopa. Kwa kuogopa. Sio tabia zao nzuri. Sio tabia zao nzuri. Sawa. Tukirudi upande wako Teddy. Wewe unaonaje swala hili la mavazi na tabia? Je, zina uhusiano wowote? Kwanza kwenye swala la mavazi kuna mitazamo mbalimbali. Kuna mtazamo wa jadi, kuna mtazamo wa kidini, kuna mtazamo wa kijamii, kuna mtazamo wa haki za binadamu. Kwa hiyo kila sekta ina mtazamo wake na kuna mtazamo pia wa kizazi kipya. Ukija kwenye mtazamo wa jadi, wazazi wetu na watu wetu wa kale wanaamini kwamba binti kuvaa mavazi, kwa mfano kuvaa nguo fupi ni tabia mbaya, binti kuvaa nguo zinazombana ni tabia mbaya, kulingana na wenyewe zamani walivyokuwa wanaishi. Lakini ukija kwenye kizazi kipya, utakuta binti anavaa anavyotaka, anaambiwa usinibane, mavazi hayawezi kunitafsiri nilivyo. Lakini ukija kwenye swala la kidini, tunashauriwa tuvae nguo zenye staha, nguo ambazo zinaendana na sisi. Yani it means kwamba usivae nguo ambayo hata wewe mwenyewe unajihisi kwamba ukipita tu sehemu unasema huyu naye angalia alichokivaa. Vaa nguo ambayo itakuwa ni sawa kwa kila mtu. Japo huwezi kumpendeza kila mtu, ila vaa nguo ambayo angalau itakutafsiri vizuri. Mtu asikuone moja kwa moja akakutafsiri kwamba huyu anavaa hivi basi na tabia zake ni za hivyo. Hapa anavaa nguo ambayo itakutafsiri vizuri. Lakini kwa jamii yetu ya sasa hivi, hii jamii ya kidigitali, watu tunavaa mavazi ambayo tunapendezwa nayo, sio mavazi ambayo jamii inataka au mtu atanionaje. Sisi tuna machaguo ambayo tunavaa. Mimi naweza nikawa na tabia nzuri ila leo nikajisikia kuvaa nguo fupi. Kwa hapo yani tunaliwekaje ili jamii labda iweze kuelewa kwamba vazi halitafsiri tabia. Vazi ni chaguo la mtu. Ndio maana na siku zote unaambiwa hivi, usimjaji mtu kabla hujamjua. Yaani swala la mavazi haliendani na tabia.
Ninaweza nikasema kwanza ni 50 kwa 50. Kuna muda mavazi yanaendana na tabia ya mtu na kuna muda mavazi hayaendani na tabia ya mtu. Sasa ukija vazi linaloendana na tabia ya mtu, nguo fupi zipo, hatukatai, lakini hata wewe mwenyewe hiyo nguo ulioivaa, jiangalia hata wewe mwenyewe mara mbili, inaendanaje? Itakutafsirije? Watu wengi wanapenda kusema kwamba kwani watu watanichukuliaje, wananilisha, wananifanya nini? Lakini kumbuka, yani hiyo jamii iliyokuzunguka, hao ndo tuseme kwa sehemu ya maisha wameshikilia maisha yako. Leo utavaa vinguo vyako vifupi, utarukaruka, utasema hakuna ananijua, hakuna anifanya nini, lakini mwisho wa siku utatembea kwenye ofisi watu unatafuta kazi. Huyu si ndio yule anaivaga vinguo vya ajabu ajabu, je, kutuvalia vinguo vyake hapa ofisini? Kwa hiyo yani mimi nashauri tu ni vyema uvae nguo ambayo haitakutafsiri vibaya kwa watu. Asante sana Teddy. Tukirejea upande wako Devota, jamii inapotafsiri msichana tabia yake kwa kuangalia mavazi inaleta athari gani? Jamii inavyotafsiri kwa msichana kwa kuangalia mavazi, kwanza inamsababishia mtu kutokujiamini. Mtu ukimjaji kwa kuangalia mavazi yake, unaweza yani mtu anavaa nguo kwa sababu ya kazi yake, kwa mfano conductor. Hapo umezungumzia conductor wa mabasi mabasi ya mikoani, lazima avae nguo fupi. Sasa mtu ukimjaji kwa nguo yake fupi aliyovaa, lazima atapoteza kujiamini. Naomba nikuulize hapo kwenye kujiamini, lakini nguo fupi wewe mwenyewe unavovaa, nadhani ukivaa nguo fupi ambayo unahisi haijakukaa sawa, wewe mwenyewe kwanza unajishushia kujiamini kwako. Sasa jamii wote ambao hawajiamini kwa kuvaa nguo fupi. Wengine wanavaa nguo fupi anajiamini. Kwa asilimia nyingi unavaa nguo fupi lakini haujiamini. Kuna namna unaona yani nimevaa hii lakini sijui watu wataniangaliaje. Sasa jamii inapokuja kukujaji tena umevaa nguo fupi inaonekana wewe una tabia mbaya. Je, na wao wanachangia kukusababisha wewe kutokujiamini wakati wewe mwenyewe ndio umeanza? Jamii tu inabidi ijue. Yaani tabia ya mtu haitafsiri kwa kuvaa. Inabidi itafsiriwe kwa matendo yake. Jamii inabidi ijue tabia ya mtu inatafsiriwa kwa matendo yake. Kwa hiyo sasa kwenye hapo ulivyojibu kwamba ni nani mwenye jukumu la kubadilisha hizi fikra za mavazi? Ni msichana, ni jamii au ni nani? Mimi nahisi ni wazazi au walezi. Kwa sababu mtu mwingine yani ni lifestyle yake kwao, wameshaanza kuvaa nguo fupi, wengine wameshaanza kuvaa nguo ndefu na tabia nzuri, wanaheshima, wana kila kitu, ila kwao ndo lifestyle yake kuvaa nguo fupi, kuvaa nguo ndefu. Sasa nani mwenye jukumu la kusema kwamba aibadilishe jamii fikra yake kwamba vazi na tabia haviendani? Je, ni msichana mwenyewe au jamii yenyewe ibadilishe fikra zake au wazazi? Msichana na jamii. Msichana na jamii vipi? Sawa, tukirejea kwako Teddy, hapo ni nani mwenye jukumu la kubadilisha hizi fikra za mavazi na tabia ya mtu? Ni msichana, ni jamii au ni wazazi? Msichana mwenyewe. Na yani atumie njia gani ili kubadilisha hizi fikra kwa jamii yake? Kwanza mimi naweza nikasema hivi, yani hadi jamii ifikie sehemu ianze kuhukumu kwamba anayevaa nguo fupi basi na matendo yake yanalingana hivyo. Kuna vitu wameangalia, hawawezi kukurupuka tu akawaza hivyo. Kuna vitu wameangalia, mara nyingi labda wamekuwa wakiona kwamba wasichana wanaovaa nguo fupi wanakuwa na tabia 1, 2, 3. Lakini wasichana wanaovaa nguo za stara, nguo za heshima wanakuwa na tabia 1, 2, 3. Na ndio maana ni ngumu leo hii jamii amini kwamba nguo fupi zipo. Alafu yani hapa tunaongea tu nguo fupi ila hatujasema ni nguo fupi za namna gani. Lakini unavyosema kwamba jamii ijue kwamba mtu anavaa nguo kwa nini, kwa muktadha gani? Kumbuka kuna watu wengine wanavaa nguo yani siku moja tu amevaa nguo, jamii imemuona, mtu kamuona yule mbele naye ameanza kuvaa hivi siku hizi. Yani wanaanza kumjengea notion kwamba kumbe huyu alikuwa anajificha kwenye nguo ndefu ila tabia zake ni hizi kwa sababu amemuona siku moja. Vaa nguo ambayo haitakuwa na maswali mengi. Binti, vaa nguo ambayo haitakuwa na maswali mengi kwa watu. Kama umezoea kuvaa nguo ndefu, imetokea emergency, umevaa nguo ambayo unaona kwamba itakuletea sintofahamu kwa watu. Yaani sijajua ni nguo gani utakuwa umevaa, ila vaa nguo ambayo, nguo fupi zipo na nguo fupi yani fupi zipo. Fupi zaidi. Zipo. Na sometimes inategemeana pia na kweli kazi, sometimes watu kazi wanazozifanya zinawapelekea kuvaa hivyo pasipo kupenda. Hivyo hivi. Leo mimi nitavaa nguo ndefu
nitatoka, labda nimeenda kanisani, nitarudi. Lakini kazini kwangu, kazi ninayoifanya, uende nataka nivae nini? Nguo fupi. Lakini pamoja na kuvaa hizo nguo fupi, kuna matendo pia. Mimi naweza nikasema kwamba mavazi ni mojawapo ya matendo. Yaani tusichukulie kwamba sio matendo. Mavazi ni mojawapo ya matendo, unaona? Kwa hiyo mimi nitakapokuwa kazini kwangu pale, kwani jamii hainizunguki pale, hamna watu wanaokuja pale, lakini pia kulingana na matendo nitakuwa naonyesha pale, tabia mbalimbali nini, watu wanaweza wakanitosifia kusema kumbe 1 2 3. Lakini tuliweke hivi, jamii isikurupuke moja kwa moja kumhukumu mtu kulingana na mavazi yake kabla hawajajua huyu mtu ni wa aina gani. Mtazamaji, umeyasikia mengi kuhusiana na swala letu la mavazi na tabia ya msichana, lakini wewe pia una mtazamo wako. Pia unaweza kutuachia komenti yako hapo kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok @SauTV_TZ. Tukielekea kutamatisha mada yetu, upande wako wewe Devota, naona umeniangalia umechoka. Kwa upande wako, ungependa jamii uishauri nini jamii kuhusiana na uhuru wa mtu pamoja na mavazi na heshima yake? Mimi nikipenda kuishauri jamii kuwa isitafsiri tabia ya mtu kwa kuangalia mavazi, ya hukumu tabia ya mtu kwa matendo yake. Lakini alizungumza hapa Teddy kwamba mavazi ni mojawapo ya tabia. Kwa maoni yangu, hata kama mavazi ni moja ya matendo, mimi siamini yaani kutafsiri tabia ya mtu kwa kuangalia mavazi yake. Siamini kwa hilo. Sawa. Tumalizie hapo kwako Teddy. Unaishauri vipi jamii kuhusiana na swala zima la uhuru wa mavazi ya mtu na heshima aliyonayo? Nisha kwanza tu nikazie kwa wazazi. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwa hiyo mzazi kwanza akizingatia malezi ya mtoto tangu akiwa mdogo, anafundisha hii 1 2 3, japo tunapokuja kuwa wakubwa kila mtu anakuwa na tabia yake, lakini hawezi akasahau yale aliyofundishwa na mzazi. Asante mtazamaji, hadi kufikia hapo sina la ziada, lakini tukumbuke ya kuwa mavazi ni chaguo na heshima ni haki. Hivyo tusipende kuhukumu tabia za mtu kwa kuangalia mavazi. Ulikuwa nami Pendo Abdallah kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha kipindi chetu cha Girls Standard. Kwa heri hadi wakati mwingine.